Hello friends, habari za leo. Ikiwa unapambana na shida ya magoti, magoti yanakuuma sana, magoti yanasagana, hauwezi kuchuchumaa, kuinuka ni changamoto, na huenda labda umeshafanywa operation mguu mmoja, lakini mwingine tena tayari umeshaanza kuleta shida. Lakini inawezekana pia unapambana na shida ya mgongo. Mgongo unakuuma, huwezi kuinama. Umepambana, umeshaambiwa labda uende India. Ukienda hospitali itafanyika x-ray ya magoti au mgongo. Afu dokta atakuandikia dawa. Na mara nyingi dawa ni za maumivu. Utapewa aidha dawa zile zinaitwa pregabalin, aina za pregabalin kwa ajili ya maumivu ya nerves. Utapewa dawa za maumivu, utapewa cream za kupaka kwa ajili ya kutuliza maumivu, na haziaddress ile changamoto ambayo ndio hasa inasababisha. Sababu kubwa ni moja ambayo inachangia kwenye hizi pande zote mbili. Hapa nimechora goti. Hii sio perfect diagram. Nadhani unaweza ukaona hapa kuna mfupa mmoja sijachora na huu mgongo haujanyoka kama hivi. Lakini nimechora kwa ajili ya ku illustrate. Sasa kwenye goti na kwenye mgongo, kwenye hizi pingili za mgongo na hapa kwenye joint, zote hizi ni seli hai. Ni seli hai kwa maana ya kwamba zinahitaji kupata virutubisho, zinahitaji kupata chakula, oxygen, lakini pia kwa sababu ni seli hai zinazalisha taka mwili hapa. Kwa hiyo inabidi hii mfumo wa damu uweze kutoa taka mwili na uweze kuleta damu safi ambayo ina virutubisho. Hivyo hata kwenye uti wa mgongo hapa, kwenye hizi pingili za uti wa mgongo. Sasa tafiti zinaonyesha kwamba kinachosababisha mara nyingi hizi joint zinaanza kuchakaa, yani maana yake haya maji yanaanza kuwa hayatengenezwi vizuri. Na hii ni ile gegedu. Gegedu ni ile kama cushion ambayo inafanya huu mfupa na huu mfupa visikutane vikasagana. Kwa hiyo huu mfupa na huu mfupa vinakuwa katikati, kunakuwa na maji ambayo ni haya synovial fluid, alafu kunakuwa na hizi hapa nimezikoleza za kijani hizo kama gegedu au cartilage kwa ajili ya kuongeza cushion ili mifupa isikutane ikasagana. Kwa hiyo sasa maana yake ni kwamba hizi gegedu na haya maji vyote ni seli hai. Ni seli hai kwa maana ya kwamba zinahitajika zinakufa na zinazaliwa tena. Kwa hiyo huu mchakato hapa lazima uwe endelevu na unahitaji virutubisho na unahitaji kutoa taka mwili. Kwa hiyo kama mfumo wa damu ukiwa compromised kwa maana ya kwamba haufikishi damu ya kutosha au hauondoi ule uchafu kwa namna ya kutosha, manake hii inakuwa ni kama haifanyiwi service. Fikiria una gari yako, hauweki oil ya kutosha au hauweki kwa wakati, itachakaa kadri unavyozidi kuitumia kwa muda mfupi kulinganisha na mtu mwingine ambaye anafanya service nzuri. Kwa hiyo ni kama hapa, manake hii mfumo wa damu ukiwa hauleti damu hapa ya kutosha, ukiwa hauondoi damu ya kutosha, yani ile circulation hapa sio nzuri, hii joint inaanza kuchakaa. Ikianza kuchakaa inapelekea sasa hizi gegedu hizi zinaanza kuisha, alafu hii mifupa sasa inaanza kukutana, au haya maji yanakuwa hayawi replaced kwa namna ambayo inatosha. Kwa hiyo hii mifupa hapa, hii joint inaanza kukutana. Kwa hiyo unakuta mfupa unasogea hivi, unasogea hapa, ni kama vile vinakutana kwa namna fulani. Kwa hiyo inafika mahali ile joint inakuwa almost kukutana mifupa kwa mfupa. Kwa hiyo maumivu yanakuwa ni makali, unapata inflammation, joint inavimba, huwezi kuinuka, na mwisho wa siku watakwambia waende wakaliplace hii joint. Ni vile vile hata hapa kwenye mgongo, hii pingili zinahitaji damu. Hizi diski hapa katikati zinahitaji damu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba damu kama haiji ya kutosha, hakuna circulation nzuri, hizi zinachakaa mapema. Kwa hiyo zinakuwa dhaifu. Zikiwa dhaifu maana yake kwa sababu hizi zinabeba uzito, zina compress, zinagandamiza. Ndio unakuta sasa hizi diski zinaweza zikabudge, zikatuna nje, zikagandamiza hizi neva, ukaanza kupata maumivu makali ya mgongo, ukapata maumivu makali kama ni kwenye neva ile kubwa ya sciatica, ukapata maumivu makali kwenye mapaja kushuka chini, ukapata ganzi kwa sababu ya huku kugandamiza. Sasa maana yake ni kwamba utagundua watu wengi ambao wanapata shida hizi za maumivu ya goti, maumivu ya mgongo, wanakuwa aidha wana uzito mkubwa. Uzito mkubwa wenyewe kama wenyewe unasababisha hizi shida kuongezeka. Lakini kikubwa ambacho ni primary ni mafuta mengi yanafanya hii mishipa ya damu yanafanya mishipa ya damu inakuwa haiwezi kupitisha damu vizuri. Kwa hiyo ni kama inazidi kuwa miembamba zaidi, damu haifiki na kuondoka kwa namna ya kutosha. Kwa hiyo maana yake hapa panakosa circulation nzuri ya damu na panachakaa, au hapa panachakaa. Kwa hiyo
Usipoondoa hii changamoto hapa, usipofanya circulation ya damu hapa ikawa nzuri, utakunywa dawa nyingi na hautapata progress. Hata ukishinda unakunywa maji ya bamia, haitakusaidia hapa, kwa sababu hapa lazima uweze kupasolve. Kwa hiyo jinsi ambavyo huwa nawasaidia watu, cha kwanza napatia elimu ya lishe. Napatia elimu ya lishe kwa sababu lishe ndio msingi. Umefika hapa, mishipa imekuwa haifanyi kazi vizuri, kwa maana ina block, inakuwa migumu, haiwezi kuruhusu damu kupita vizuri kwa sababu lisha yako ina changamoto mahali fulani. Kwa hiyo nakufanyia coaching, nakupatia elimu, nakupatia ratiba za chakula at least kwa mwezi mmoja, ili uweze kujua namna gani ya kula ili kuweza kuzibua mishipa ya damu iweze kupeleka damu vizuri kwenye maeneo hayo. Hicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili, nakupatia dawa. Ambao dawa zipo za aina mbili. Kuna ya kunywa na nyingine ya kupaka. Kwa hiyo ya kunywa kazi yake ni kuongeza nguvu kwenye upande wa lishe ili uweze kupata matokeo ya haraka zaidi kuzibua mishipa ya damu. Lakini pia ya kupaka ni kwa ajili ya kupunguza maumivu, inakutuliza inflammation. Kwa hiyo unapaka sehemu ya goti na sehemu ya mgongo kama shida yako ni kwenye mgongo pia. Na kitu cha tatu, nakupatia elimu ya mazoezi. Kwa hiyo ukifanya vitu vyote hivi vitatu, kwa maana ukafanya lishe nzuri, dawa ya kunywa na kupaka, ukafanya mazoezi ambayo nitakuelekeza, utapata matokeo mazuri sana. Ndani ya mwezi unaweza kuanza kujisikia vizuri. Kwa hiyo hizi njia pia zitakusaidia kuweza kumanage weight, kwa sababu kupunguza uzito pia ni mojawapo ya kitu ambacho kitakusaidia kupata ahueni bila kuhangaika kujinyima chakula au kushinda gym, kwa sababu ukiwa na uzito kilo 120, 110, sio muda mzuri wa kufanya mazoezi magumu. Unatakiwa kufanya namna ya kwanza kupunguza, uwe comfortable kuweza kufanya hata hayo mazoezi yenyewe. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo inaweza ikakuokoa sana na maumivu makali ya magoti, au hata kupoteza joint yenyewe, au gharama kubwa za kufanya operation au kwenda India. Inawezekana tayari umeshaambiwa uende India au umeshapangiwa schedule kwa ajili ya kufanywa upasuaji. Gharama za kufanya upasuaji ni mamilioni kwa kweli. Gharama za kwenda India ndio usiguse. Lakini unaweza ukapata solution hii kwa gharama nafuu sana. Na ili kuwasaidia followers wangu, jana nimetoa offer maalum ya hii program special kwa ajili ya kutibu magoti pamoja na mgongo. Nikasema niwaokoe rafiki zangu ambao wanakabiliwa na mzigo mkubwa wa maumivu, lakini pia pamoja na gharama zinazowasubiri za madawa pamoja na upasuaji. Kwa hiyo offer hii inaisha kesho. Kwa hiyo kama una hii changamoto, ungetamani niweze kukusaidia kuweza kuondokana nayo kwa njia za asili, njia za hakika, njia rahisi, tafadhali unaweza ukawasiliana na mimi. Unaweza ukanipigia simu au ukaniandikia ujumbe, nitakupigia simu ili nikusikilize, nijue kama nitaweza kukusaidia. Na kama nitaweza kukusaidia, basi nitakukaribisha kwenye program. Naamini Mwenyezi Mungu atakusaidia kukupatia kipawa cha afya njema na kukunusuru na maumivu na gharama kubwa za matibabu. Mimi ni Yusuf Philemon, MD, maarufu Dr. Nature. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana.